Niwaambie ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Tabora, katika kipindi hichi wakati kampeni zikiendelea na wakati wa uchaguzi, yapo matukio ambayo mnaweza mkafikiri kwamba tulikuwa salama sana. Ni kweli tulikuwa salama, lakini ni kwa sababu wenye majukumu yao waliyatekeleza kwa dhati. Nimewaambia vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi yao kubwa. Tunayo intelijensia nzuri sana na imara sana katika mkoa huu. Kwa hiyo attempts zote ambazo zilijaribiwa kufanya mambo ya hapa na pale, kwa kweli hao watu walikamatwa kabla hawajafika kutekeleza yale waliokuwa wamekusudia. Yapo maeneo vyombo vyetu viligundua watu ambao wana nia mbaya wamepanga aidha kuchoma moto au kulipua. Vyombo vyetu viligundua mapema. Ndio maana wananchi wa mkoa wa Tabora mliona tuliweka vizuizi vingi huko mabarabarani, ili kuhakikisha kila anayeingia katika mkoa huu anaingia akiwa salama na atatoka akiwa salama. Baada ya kubaini vitendo hivyo na maeneo hayo ambayo watu hao walikuwa wamekusudia, kwa mfano walikuwa wamekusudia baadhi ya sheri hapa mjini, ikiwemo ile unaenda Sikonge pale, inaitwaje ile sheri ya Sizia, walikuwa wameibainisha katika orodha yao. Hapo katikati kwa Suma hapo Unique, hao wahalifu walikuwa wamebainisha katika orodha yao kwamba watailipua. Sasa hatujui walikuwa wanataka kulipua lini, lakini walikuwa wamebainisha. GBP walikuwa wamebainisha, Lake Oil walikuwa wamebainisha, Meru walikuwa wamebainisha, lakini walikuwa wamebainisha makazi ya viongozi wa serikali. Walikuwa wamebainisha ofisi na makazi ya viongozi na ofisi za Chama cha Mapinduzi na ofisi za serikali. Lakini walikuwa wamebainisha ile yadi ya mabasi ya NBS kwamba wailipue, na bahati nzuri vyombo vyetu vya usalama vilitambua hilo mapema, na waliokuwa wamepanga kufanya kazi hiyo ilikuwa ikiongozwa na mtu anaitwa Abdalla Hamad. Alikuwa amepanga madumu ya lita 20 yenye petroli na alikamatwa red handed. Kwa hiyo tulidhibiti kwa namna hiyo. Ndio maana viongozi hayo mambo hamkuona yakitokea, si kwamba hayakuwa yamepangwa. Yalikuwa yamepangwa, lakini yalidhibitiwa. Katika hayo huyo mtu tumemshikilia, yupo polisi, na nafikiri atafikishwa mahakamani kujibu kesi hiyo aliyokuwa nayo. Tunaye mtu anaitwa Daudi Paulo Ndaro, ambao ni kati ya tuliowakamata walikuwa wamepanga mambo mabaya. Tunaye mtu anaitwa Yusufu Jumanne, naye tunamshikilia pale polisi. Kuna mtu anajulikana kwa jina moja tu la Warioba, tunamshikilia pale polisi. Kuna mtu anaitwa Shabani Swaleh Mshiru, naye tunamshikilia pale polisi. Tunao vijana 5 ambao tunawashikilia, jeshi la polisi limewashikilia, na baada ya hatua za kisheria kukamilika watafikishwa mahakamani. Wote hao walikuwa wamejipanga kwa namna tofauti kuhakikisha aidha sehemu nyingine zitachomwa au zitalipuliwa au kufanya maangamizi ya aina yoyote kulingana ambavyo walikuwa wamejipangia. Na mmoja akiwa ni mtumishi wa kujitolea katika hospitali yetu ya mkoa wa Rufaa Kitete, tunaye tumemshikilia huyo kijana, yupo polisi pale. Kwa hiyo na wengine wapo ambao tunawatafuta. Baada ya kuona wenzao wamekamatwa, wao walikimbia, lakini wahakikishieni wananchi wa mkoa wa Tabora tutawakamata. Hawatakuwa na pa kukimbilia. Kwa hiyo tunao watu 5 ambao wakati wowote kuanzia sasa tutawafikisha mahakamani, na hatutakuwa na mchezo katika hilo, kwa sababu hatujui kama haya yangetokea. Nini kingetokea? Je, ni maafa? Ni maangamizi ya aina gani?